Umeelewa vizuri. Sasa Rio alikuwa team captain wa Manchester, alikuwa ni beki miongoni mwa mabeki bora wa Uingereza. Rio Ferdinand ni miongoni mwa beki bora, sababu wakati anacheza Manchester iko on fire chini ya Sir Alex Ferguson. Umeelewa? Akatulia vizuri kuangalia video. Nini alichokuwa anavuta picha ya Rio? Rio alivuta picha akawashinda wanayanga Tanzania nzima, ndio ambao hawataki kusifia lile jambo, kwamba mimi ni beki na mimi nilikuwa beki kama alivyo leo Baka. Sawa? Mpira wakati unavushwa na huyu Kibisawala, ili Mpanzu kawaida mabeki wengi angegeuka haraka, lakini Mpanzu wa kuonyesha kwamba mpira ule atauvusha kutoka katika chini ya mabeki wawili wa Yanga, hata mtu alikuwa kulia kwake. Sawa? Kratos Chota anatengeneza weredi mkubwa sana kutoka kwa, yaani unajua alivuta picha kama yeye ndo kasimama, alafu akajiona kwamba hii ngoma ni ngumu kwa sababu jamaa amefanya ujuzi mkubwa, akasema hili linashinda. Sasa sisi tushauri kwa nia njema, kwa sababu Chama pia sio Mtanzania, hata kama Yanga wanachukia Simba ni ya Tanzania, Kichama sio, basi utumike ustaarabu, hata wa Zambia nao wampigie jirani mwema. Kwa sababu wa Zambia ni ndugu. Ikiwezekana wafanye hivyo, mimi nadhani inaweza ikawa salama zaidi, inaweza kaleta ustawi wa mpira wetu. Lakini sisi tuseme yote kwa yote, waheshimu hichi kinachotokea, wajue Chama ni mtu hatari. Kauli aliyo Ferdinand haiwezi kumtaja Baka hata siku moja, labda wakaongeela mtaje Baka, labda kwa bwana. Tuko naye si Simba mkoani Tanga hapa kuzungumza yale ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni kile ambacho leo kimeshika story kwenye uwanda wa michezo. Gwiji wa soka nchini Uingereza na mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United Rio Ferdinand amelizungumzia goli la Kratos Chota Chama, akisema ni goli ambalo linaweza kuibuka goli bora la msimu, kwa maana ile Puskas Award ikaja Tanzania. Kwanza umelipokeaje hili sasa? Kwa suala la Chama niliwahi kusema yani Chama anatunyima content. Afadhali Rio Ferdinand kasema yani tufanye mjadala wa Rio, yani tumsimzungumzie yeye sasa Chama. Chama anatunyima kabisa content, yani anatunyima kabisa, azungumziki. Lakini turudi katika goli. Unajua watu hawajui, inawezekana uko Spain, Malaga labda umeelewa, au Osasuna wamefunga goli zuri, pengine lifanane na lile. Shida iko hapa. Ukija Tanzania katika soka letu, timu ni mbili kubwa. Azam ni timu ya tatu inayojisogeza kwa timu kubwa. Mwanaume anafunga kwa watu ambao wao walikuwa tumekaririshwa kwamba ndo ana beki bora. Umeona lile goli lilivyokuwa na thamani. Yaani Rio Ferdinand pengine wakati anaonyeshwa aliuliza, mimi sikuwepo, kwamba anawafunga nani? Naambia timu ziko ngapi? Hiyo ndo dabi kubwa kwa sasa. Hawa jamaa wako watano kwa ubora barani Afrika, manake ni dabi ya tano kwa ubora. Mwamba ndo anakwenda kufunga. Sasa Rio Ferdinand anajua ukubwa wa dabi, tension ya dabi, umeelewa? Mahitaji ya dabi, maana yake. Huyu jamaa amefanya kitu sio cha kawaida. Kwa Rio anasimama sasa naye kusema hili linakwenda, mimi nasema linakwenda kuwa kama Chama atakosa ni kwa sababu ya rangi alionayo. Chama ni mtu mweusi. Sasa kuna muda watu weupe wakifanya kitu ndio kinakuwa kikubwa kuliko, labda nimesema, sisemi wana ubaguzi, hapana, wenyewe wana kawaida ya kupendana, kwa sababu hapa leo likienda lile goli ninavyofahamu mimi, ukiacha wenyewe, lakini mnapiga kura pia. Sijui kama utaratibu bado upo huo, sijajua, lakini mimi najua na kura mnapiga. Sasa hapa unavyofikiria kwenye kupiga kura alikamwe anafanya kupiga kura hawezi kukubali, yani maana yake sasa tusimame, tumeshakwenda duniani, yani dunia ikatutambua. Hawezi kwa yeye hatokaa upande huo, labda ndio ziwe sababu za msingi. Lakini nirudi, Rio Ferdinand ni beki, mimi na ufahamu wangu alikuwa nahodha wa Manchester. Mimi niko the Gunners, najipongeza huko, tupaache kidogo, tuna raha sana. Mmekuwa wengi, tumekuwa waulizo watu wanaonifuatilia mimi kwenye kipindi. Mimi nimeletewa uzi kutoka Uingereza wa the Gunners, nikawa navaa. Miaka 4 iliyopita ameniletea mtu mmoja anaitwa Niami yangu. Amenitoka tu jina kidogo. Twende kwa Rio Ferdinand. Umeelewa vizuri. Sasa Rio alikuwa team captain wa Manchester, alikuwa ni beki miongoni mwa mabeki bora wa Uingereza. Rio Ferdinand ni miongoni mwa beki bora, sababu wakati anacheza Manchester iko on fire chini ya Sir Alex Ferguson. Umeelewa? Akatulia vizuri kuangalia video. Nini alichokuwa anavuta picha ya Rio? Rio alivuta picha akawashinda wanayanga Tanzania nzima, ndio ambao hawataki kusifia lile jambo, kwamba mimi ni beki na mimi nilikuwa beki kama alivyo leo Baka. Sawa? Mpira wakati unavushwa na huyu Kibisawala, ili Mpanzu kawaida mabeki wengi angegeuka haraka, lakini Mpanzu wa kuonyesha kwamba mpira ule atauvusha kutoka katika chini ya mabeki wawili wa Yanga, hata mtu alikuwa kulia kwake. Sawa?
Clatous Chota anatengeneza weredi mkubwa sana kutoka kwa, yaani unajua alivuta picha kama yeye ndo kasimama. Alafu akajiona kwamba hii ngoma ni ngumu kwa sababu jamaa amefanya ujuzi mkubwa, akasema hili linashinda. Rio Ferdinand si mtu mweupe? Hajataka unafiki. Si mtu mweupe? Rio Ferdinand si mweupe. Ni half caste amechanganya, ila wewe Ashum ni mtu mweupe. Yule hawezi kuwa muongo, yule kama Babra. Hawadanganyagi watu weupe. Nisikilize, hata mimi kidogo nina nani yao. Yaani wao usinione donge na mimi ni kama wao. Kidogo mtu mweupe, ndio maana bla bla na uongo spendi. Leo wameamua kuwa mkweli katika lile goli na tuambie tu wasichukie. Ndio huyu ambaye walikuwa naye wakampeleka Singida, sio mwingine, isipokuwa kuna maneno mimi wanayasema nisisahau. Nimesema vyuo vya mpira duniani viko vitatu. My brother, mbona ili kila siku nasema? Utajua kuwa ni chuo Simba. Iko Ajax Amsterdam Holland, huko na timu yao Rio de Janeiro Brazil, na Simba Sports Dar es Salaam. Wewe kazeeke unapoenda, kaonekane umekataliwa unapokwenda. Njoo tempa ya Simba na ukubwa, kwa sababu kuna watu wanadhani mbona wachezaji wanarudi Mtibwa unaperform kwa level ya Mtibwa, unarudishwa Simba wakati umefanyaje, umekufa. Watu wanakusimamia na wanasonga mbele. Simba ukiona mchezaji tumesema huyu hafai, ujue hafai kweli. Na ndio maana kuonyesha tofauti ya tunachokisema. Mwaka jana sisi tumeuza wachezaji 4 mpaka 5 wameenda nje. Wenzetu sijui wameuza nani. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunao uwezo wa kuwatengeneza hata hao wanaonekana wa kawaida wakawa wachezaji wakubwa. Kwa chini ya mwamvuli wa Simba, Yanga wasichukie Clatous Chota Chama, atasona Rio Ferdinand. Mimi shaka yangu ukisearch vizuri, kwa sababu FIFA waliweka, kuna siku utamuona yule nini mnamuita yule wa FIFA, yule rais Infantino mnamuita kuna siku utamuona naye anataja jina la Clatous Chota Chama. Utanikumbuka mimi kwenye mic hizi. Chama ni mtu amekuja kwa kifupi. Wewe Seif bana, wewe unachosema kwamba Chama ile tuzo anaibeba, mimi nasema kwa 100% labda rangi. Mimi siweki hata moja. 100 labda rangi. Ana haki ya kubeba, kwa sababu nimeangalia magoli yote yalofungwa hapa. Yamefungwa magoli kweli. Mengine ni mazuri, lakini yamefungwa wapi? Ulikuwa unakabwa na nani? Mechi ilikuwa na tempa kiasi gani? Ilikuwa na ukubwa kiasi gani? Wanaangalia hayo yote FIFA. Sasa sisi tushauri kwa nia njema, kwa sababu Chama pia sio Mtanzania. Hata kama Yanga wanachukia, Simba ni ya Tanzania, Kichama sio, basi utumike ustaarabu, hata wa Zambia nao wampigie jirani mwema. Kwa sababu wa Zambia ni ndugu. Ikiwezekana wafanye hivyo. Mimi nadhani inaweza ikawa salama zaidi, inaweza kaleta ustawi wa mpira wetu, lakini sisi tuseme yote kwa yote, waheshimu hichi kinachotokea, wajue Chama ni mtu hatari. Kauli aliyo Ferdinand haiwezi kumtaja Baka hata siku moja. Labda wakaongeela mtaje Baka, labda kwa bahati mbaya. Labda hapo Seif tumalizie Rio Ferdinand kumtaja Clatous Chota Chama, kulizungumzia goli lake, lakini pia ni kama amezungumzia Simba, faida ambayo Simba anaipata kwenye hiki ambacho Rio ameonekana kushia mawazo yake. Yani Manji alienda Yanga kataka logo. Umenielewa? Hawa ambao hawajui faida ya hili wakamuulize Manji kwa nini aliwaomba Yanga logo. Yaani ile logo ya Simba. Logo ya Simba ni marehemu. Ziko management zake. Logo ile ya Simba imetazamwa na Rio Ferdinand. Pengine hakuna hata siku alitazama, kwa sababu ya goli la Clatous Chota Chama imefanyaje? Imetazamwa. Logo ya Simba imetamkwa duniani kote. Mtu kutoka Brazil, mwandishi mkubwa anaweka lile goli, manake logo ya Simba imefanyaje? Yani kwa maana ya dunia nzima ambayo ina watu zaidi ya bilioni 20 na upuuzi huko, goli la Clatous Chota Chama ndio. Hii takwimu mpya hizo bilioni 20. Sikilize mimi, wewe tatizo lako ndio hilo. Mimi ndo natoa takwimu. Wewe dunia unaijua bwana. Wewe na usiwe kama wanayanga. Hapo umeka ng'ombe, mbuzi. Sasa sio viumbe. Umenielewa vizuri? Wametazama goli la Clatous Chota Chama kupitia logo ya Simba. Maana yake kilichokwenda ni logo ya nini? Sasa haiendi logo ya Simba lazima Mohamed awepo, haiendi logo ya Simba lazima Mbeti iwepo, kwa sababu ya mtu Betway wawepo, kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye aliamua kufanya hukumu kubwa, aliamua kufanya hukumu sahihi kwa watu ambao wametuzoea, na tumshukuru kwa sababu ile ukisikia mwana ukome ndo ile. Yaani ile alopiga inaitwa ukome, maana sasa hivi hawana hamu na sisi. Na hata hii federation wanajidondosha. Nisikilize mimi. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana kwa kunipa muda wako.